Amata, tunapozungumzia muziki mtakatifu nchini Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, na duniani, hatuwezi kuacha kumzungumzia Mwalimu John Stefano Mgando. Kwa namna ambavyo alikuwa na mchango mkubwa sana katika kuimarisha na kustawisha muziki mtakatifu nchini Tanzania na katika Afrika kwa ujumla. Labda ninyi kama wanakwaya wa Ubungo Msewe pale, mlikuwa mnajivunia kwa namna gani kuwepo miongoni mwa gwiji huyu ambaye anasifika kwa muziki mtakatifu nchini na mipaka ya nje ya Tanzania? Kiukweli kuwa na mwalimu kama yule ni tunu. Ni tunu kubwa sana, kwa sababu ni wanakwaya wengi, kwaya nyingi zilikuwa zinatamani kuwa naye. Lakini mwalimu hawezi akawepo kila mahali. Lazima awe sehemu moja. Na nyendo mkabahatika. Sisi ndo tukabahatika, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Lakini waliokuwa wako kwa wakati huo, mimi mwenyewe naweza kaa ni mmoja wapo, lakini ni kwa sababu ya ile kutokufahamu mambo, au ufahamu wangu ulikuwa bado haujafunguka sawa sawa. Waliokuwa karibu, walimu ambao walikuwa wako interested na muziki, lakini wao muziki, taaluma yao bado iko kwa kiwango cha chini. Naona kwao ilikuwa kama ni chance ya kujifunza kutoka kwake. Kwa hiyo kwetu sisi kama kwaya Mtakatifu Paulo Mtume, ambapo nilikuwa naimbia wakati huo, sio sasa, ilikuwa kidogo ni baraka. Sema tulijivunia kidogo, inaitaka kiburi fulani. Tulijitutumua, lakini kwamba mzungumzia huko sisi tunaye. Lakini naweza nikasema kwamba sisi ilikuwa ni baraka kuwa na tunu kama ile kwenye kwaya yetu. Tunamshukuru Mungu na tunamuombea aendelee kupumzika kwa amani huko mbinguni. Umetuambia mwanzo kwamba ulijiunga na ukakaa naye kwa muda mchache akafariki. Labda wakati wewe unajiunga tayari alikuwa ameshaanza kuwa mdhaifu pengine, na mazingira yalikuwaje mpaka akafariki hapo? Kwa kweli mimi wakati najiunga kwaya niliona mwalimu yuko na afya kwa upande wangu. Lakini unajua kitu cha kiafya kiko ndani ya mwili wa mtu. Huwezi kujua, lakini mimi nilikuwa namtazama mwalimu, nilikuwa naona wakati najiunga kwaya nilikuwa naona ana afya. Lakini baadaye muda kidogo mwalimu akaanza kuumwa. Mwalimu mbona hajaja? Mwalimu akaambiwa hasa Octavian, kwa sababu alikuwa karibu sana na mwalimu na Chanel Komba. Kwa hiyo tukiuliza mbona mwalimu aje, atasema anaumwa.